Totomboki awa wabenga kisasa tofuta mate. Totomboki awa totomboki. Kata bibembe bakuzi kuluna na basoda masase tobeta babenga bino na kisasa Benizo mama kamolukila Kongo Kisekedi bilamba boleta biso bomonango bilamba boleta biso dokufa jadi aboleta biso katamo Voilà, tuko nabo. Keba na ibe. Keba. Usipige nyuma. Wewe. Nani wa komando wewe? Wewe. Hapana, ni adui. Adui mwiko hapa. Siko hapa ngazi. Wale ni wetu adui. Angusha ule. Ona mwende kwanza. Kama amo supporter beni tunaonaka mwende. Sawa? Kia kunaza kile. Ma pale mpesile wewe. Benga biko wapi? Biko wapi benzako? Ndani ya Media Bukavu TV kwa habari zetu za muda wa saa moja kamili kuwapasha habari zetu leo tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 kupitia Media Bukavu TV. Kwa majina naitwa Nelson. Kwa habari zetu za asubuhi, habari za mchana muda wa saa 5 mpaka muda wa saa 12 wa jioni. Na kama ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja na sisi ndani ya Media Bukavu TV, endelea kufanya subscribe, like, comment ili habari zetu ziendelee kufikia mara kwa moja. Na kama unataka kuungana na sisi, endelea kusubscribe, endelea kupartage kila sehemu popote kupitia Media Bukavu TV. Endelea kuwaletea habari kila pembe zote za ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kila habari zenye zimefichwa ndani ya Media Bukavu TV tunawaletea habari kwa kweli, tunaitoa nje. Kwa sasa kuna mengi zaidi yanaendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Watu wengi wanaimiza ama mambo yanaendelea kupitikana kiuficho bila kueleza, lakini kwa sasa katika ndani ya Media Bukavu TV tunaelehe kuja kuwapasha habari zinaendelea kupitikana katika kona zote ya ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mara moja mashabiki zangu kutokea ndani ya nchi ya USA, Amerika, Canada, Ufaransa, Australia, katika nchi tofauti, na watakia kweli asubuhi njema na mashabiki zangu katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mpaka nchi zingine tofauti za East Africa, Africa Community, nyinyi wote na watakia kwa kweli mchana mwema zaidi. Kwa sasa watu ya USA na watakia jioni njema, ama sio? Na kwa kweli katika habari zetu, katika muda wetu wa habari, katika mara hii ni mara yako ya kwanza, endelea kuungana na sisi kupitia Media Bukavu TV. Utaendelea kujua mengi zaidi na utaendelea kuelewa kila kitu kinavyotokea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tunaendelea kuwaletea mara moja. Katika habari zangu ndakuja kuwapeleka katika eneo ya Kamina na katika sehemu ya Minembwe, ndakuja kuwapeleka Goma, ndakuja kuwapeleka Uvira, katika eneo tofauti Beni hizi, na katika eneo zingine zinaenda kuwa na mambo mashambulizi katika eneo tofauti. Lakini mara ya kwanza ndakuja kuwapeleka katika mara yangu ya kwanza kuwapatia video ama kuwapasha habari zetu, na wapeleka katika eneo ya Kamina ndani ya shule ama katika Centre de Formation Service Nationale Kanyama
Kasese. Kumbuka Kanyama katika shule Service National Kanyama Kasese ni shule ya wanajeshi ya FRDC katika eneo inaitwa ndani ya province ndani ya province Olomani, ndani ya province ya Olomani, huko ndani ya territoire ya huko Kanyama Kasese. Na hili ni shule linafunza wanajeshi kutokea upande tofauti. Kumbuka serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hapo ndio wanafanya makomando ama wanafunza watoto wanafunza wanajeshi, kwa sababu kumbuka shule ya ile shule Service National iko na masomo tofauti, na huko ndio watu wanalima mashamba tofauti, na masomo iko mengi na mashule ya kivita. Na kwa sasa tangu tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 kulionekana mambo sio mazuri katika ndani ya Centre de Formation de Service National Kanyama Kasese. Hapa kulionekana kama kulikuwa mashambulizi upande ya makurutu pamoja na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC, lakini tumeona beaucoup de blessés la dazine wanajeshi makurutu hawa wanajeshi wanaojifunza kijeshi, na kuna mengi zaidi wanajeshi hao watakuja kuzungumza, mulisikiliza katika nambari ya kwanza hapo. Lakini kabla nikuja kuwapasha habari zangu niendelee kuwapashia moja kwa moja, nataka tusikilize kwanza. Hii ni changamoto ilitokea katika ndani ya Centre de Formation. Watu wengine wanatuambia kama tayari tuliongea na mmoja wao wakatueleza kwa sababu hawa vijana kuuawa ama kupigwa marisasi ni kwa sababu kuna wamoja walisema kama hawanaomba mshahara, kuna wale hawajapata mshahara karibu miezi minne. Kumbuka na hao ni kumbuka katika mkataba wanafunzi wanapasha walipwe, si ndio? Lakini kwa sasa wanafunzi hawa walibidi waanze kufiaturiana risasi. Kuna wale walikuwa wamesha kusonga mbele, kuna wale sasa ilibidi wanajeshi wamoja wa kuruto walikuwa na silaha pamoja na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, nao walikuwa kumbuka wanajeshi walikuwa na silaha. Sasa ilibidi wanajeshi waanze kufiatua marisasi. Za video hizi gisi wa vijana wanaomba usaidizi, wanetisha rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, kuwahimiza kumwambia kwa kweli ulitupeleka huku ndani ya shule Service National Kanyama ndani ya Kasese, kwa nini tumeendelea kuuawa hapa? Malalamisho ni mengi zaidi, tusikilize kwanza ili nikuja kuwapasha habari zingine zinaenda kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tusikilize hapo. Benizo mama kamolukila Kongo Tshisekedi bilamba boleta biso bomonango bilamba boleta biso dokufa tadi ya boleta biso katamo babo mabizoro tokuvile ebele le kate nakanya magasi eselo le kate tokuvile ebele Totomboki awa wabenga kisasa tofuta ma te totomboki awa totomboki kata bibembe bakuzi kuluna na basoda masase tobeta babenga bino na kisasa tofuta
Sai manji baike bazima sasi na kachawa. Wanakanda. Ora sasa kama wasasi ya moyo. Wanakanda. Saike azima sasi. Ya hayo ndio matokeo yalitokea katika eneo ya hapa Kamina. Kumbuka Centre de Formation hili ama Shule Service National Kanyama Kasese iko ndani ya ndani ya centre ville ya Kamina. Kumbuka hapo ndio kwenye kuna kwa Centre de Formation ya wanajeshi kama militaire ama de Centre de Formation. Kwa sasa mumeona tayari vijana hawa gisi wameendelea kuomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wanalia sana. Vijana hawa walienda katika mafunzo, hao wana furaha nyingi, lakini wanatoka na uchungu zaidi. Kuna wale wakitoka ndani watakuwa na uchungu zaidi. Kwa sasa kabla nikuja kuzungumza, niwapeleke mara moja katika eneo ya Beni. Mara moja nitakuja kuwapeleka eneo ya Beni. Hatua wanajeshi wa wazalendo katika ndani ya kijiji kinaitwa Muchacha. Kwa sasa mnaangalia wanajeshi wa wazalendo walikuwa kishambuliana pamoja na jeshi ya ADF. Kumbuka wanajeshi wa ADF walirudi kushambulia wanajeshi wa wazalendo katika ndani ya Beni, ndani hapo Masamba. Kumbuka kwa sasa mambo yameendelea kubadilika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mashambulizi ilikuwa jana tarehe 2 mwezi wa 3 mwezi wa 4 mwaka 2026. Ukiendelea kuwa pamoja na mimi ndani ya media Bukavu TV, naendelea kuwapasha habari zingine zinaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mbele ya kuzungumza mengi, tuelekee katika eneo ya Masamba. Hatua wanajeshi kabla niwapeleke Masamba, ngoja niwafikishe kwanza mara moja katika eneo ya niwaoneshe hapo Mchacha gisi wanajeshi ya wazalendo walikuwa kishambuliana na pamoja na wanajeshi ADF. Fuatilia video hii ili uelewe mengi ya kutosha zaidi. Kupitia media Bukavu TV utaendelea kujua mengi kwa katika uwanja mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Voilà, tuko nabo. Keba na ibe. Keba. Usipige nyuma. Wewe. Oui. Hapana, ni adui. Adui mwiko hapa. Siko hapa ngazi. Bale ni wetu adui. Yes, mnaangalia vizuri hapa, ilikuwa ni Mchacha. Tayari wanajeshi walikuwa wanajeshi wa wazalendo. Unaona gisi alikuwa akitumia hizo silaha kubwa zaidi, alikuwa amejificha ama walikuwa katika ukuta ama katika kipango, lakini wanajeshi wa RDF walikuwa kona huko wakiendelea kushambuliana na jeshi la wazalendo. Mara moja nawapeleka Masamba Mombasa, hatua eneo inaitwa Mombasa. Wanajeshi wa wazalendo wameshika mwanajeshi mmoja wa ADF. Kwa sasa muangalie katika video, tazama video, lakini kuna mengi inaendelea kupitikana. Wanajeshi wa wazalendo wanaendelea kufanya kazi. Hebu fuatilia video uangalie jinsi wameshika huyu mmoja wa ADF na wakamuua mara moja. Tafadhali video hiyo. Angusha ule. Ona mwende kwanza. Kama amo supporter benye tunaonaka mwende. Sawa? Kia kulanza kile. Mama pale mpesile wewe. Benga biko wapi? Biko wapi benzako? Mara moja tukija kuwapeleka na kuja kuwaletea habari zangu, mmeona kama eneo ya Mombasa ngisi mambo yameendelea kupitikana ndani ya eneo ama huko upande ya huko Beni, na mara moja nitakuja kuwapeleka habari zinaendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mara moja nakuja kuwapeleka upande ya hapo Minembwe. Mara moja nawapeleka Minembwe. Hatua wanajeshi ya Twigwaneo pamoja na wanajeshi wa M23 wameendelesha kufanya kipindi cha mafunzo ya kijeshi. Kabla mkiangalia katika video hii ninavyoonyesha hapa, kabla nikuje kuongea mengi, hebu tazama kwanza haya mafunzo ya wanajeshi wa M23 walikuwa kifunza pamoja ama kukabiliana. Kuna mengi anaonyesha katika upande. Kwa sasa kona zote mambo yamepatikana, inaenda kubadilika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Fuatilia video hii hapo. Komandalo Barcelona pase uko na cheka utafungua. Balawei. Azoea. Balawei. Azoea.
nini mama, vijana waliambia msitone mama. Tuongesha nini mama, vijana waliambia msitone mama. Tuongesha nini mama, vijana waliambia msitone mama. Tuongesha nini mama, vijana waliambia msitone mama. Wazazi wetu wanauliza mama, watoto wetu. Yes, mnaangalia tayari hapo ilikuwa ni wanajeshi ya waasi M23 pamoja na jeshi la Twirwaneho walikuwa wakifanya mambo mengi tofauti, lakini ukiendelea kuungana na sisi ndani ya Media Bukavu TV utaendelea kujua mengi zaidi. Endelea kufanya subscribe, like, comment, kwa sababu ndani ya Media Bukavu TV tunaendelea kuwaletea habari zinazopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Endelea kuungana na sisi na kuja kuwapelekea habari zinazopatikana upande wa Masisi na ndani ya upande ya huko Lubero. Kwa sasa wanajeshi wa M23 tangu jana tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 mashambulizi yalionekana katika eneo tofauti na kuja kuwapeleka mara moja katika mapambano yameendelea kupitikana katika upande ya huko ndani ya Uvira, katika mlima ama katika eneo wanajeshi ya wazalendo pamoja na jeshi la Kongo le FARDC waenda kukabiliana na wanajeshi wa M23 katika kijiji kinayoitwa Bijombo na ndani ya Mitamba na sehemu inaitwa Migezi, katika kijiji kingine kinaitwa Gongwa na Kwerenge, kijiji kinaitwa Kwerenge na katika kijiji kingine kinavyoitwa Buhinde. Hizi ni eneo mapambano yameendelea katika jana tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Haya mapambano yaliendelea kuzoza katika eneo hivyo, lakini jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo walifaulu kuondoa wanajeshi wa M23 katika eneo hizo, lakini mapambano alizuka tu. Mapambano yakaendelea kwa sasa. Asubuhi mapema mapambano yameendelea katika eneo ya Muramvya na katika sehemu inaitwa Mijombo mapambano yamesonga mbele zaidi, lakini vita kali sasa imesonga kuelekea katika eneo ya Kanono 1, Kanono 2, Kanono Premier, Kanono D na ndani ya eneo inaitwa Ngongwa na katika eneo inaitwa Kanongo ndani ya Muramva. Haya mapigano ameanza muda mrefu sasa tangu asubuhi mapema. Kabla nizungumuze, tuongee na kamanda iko katika eneo ya hapo Uvira katika uwanja mapambano. Kuna mengi atatueleza katika mapambano haya. Alikuwa katika eneo letu, msikilize kwanza kabla tukuje kuwapasha habari zingine baadaye. Mitamba pale ambapo M23 walikuwa wamedhibiti, lakini kwa sasa vikosi vya jeshi la FARDC wazalendo wakishirikiana na General Ilunga tusema na Ndabango na wale wengine wameweza kuteka mji wa Mitamba. Sasa hivi Mitamba mapambano yameelekea sehemu ya Kanono ya kwanza, Kanono ya pili zimekwisha kudhibitiwa na Gongwa na kwa sasa mapambano yako mtara kuelekea Muramvya. Mapambano ni kati ya vikosi vya General Ilunga vikishirikiana na jeshi la taifa FARDC ambao wanatokea kwa njia ya Mitamba wakipanda Kagere wakipandia fasi inaitwa Gongwa na wapi Herero kabiri Muramvya kamilifu. Jeshi la General Ilunga ndio lina panda njia inaitwa njia ya Mutara likiingia fasi inaitwa Kanogo ili kukutanana na FARDC, lakini nashirikiana na vikosi vya jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wengine kutoka sehemu za Mwaye Plateau kama vile Jana Lubi na Jile Mavwazi, Kosite na Kabaka na General Landa Bango. Wako vitani kwa sasa kabisa na vita ni vizuri. Adui hana nguvu, anaendelea kukimbia kama vile nyasi za kukauka zimesikia moto kabisa. Waasi njoo wanakuja kutuchokoza, wanaposema sasa njoo wanapataka kazi kwa kuja kutuchokoza. Na njoo maana tumekasirika na tumeona hawa wajinga wataendelea kudharau hili jeshi. Wamekuja kutuchokoza na kuendelea kuonekana kama wako mahiri sana. Njoo maana jeshi la taifa na vikosi vya General Kimuka Ilunga tusema wamesimama kwa limoya na kuanza kuwapiga mpaka hivi kabisa wanakimbia kama vile hawana pa kwenda. Raia wote watulie, wa kwenda shambani waende shambani, wa kuchuruza wachuruze,
Bwana kamanda tunamsikiliza hapo, amezungumza mengi ya kutosha na amesema zaidi tayari jeshi ya huko ama jeshi la Uvira limeendelea kusonga mbele zaidi katika uwanja wa mapambano. Mara moja anawapeleka katika ndani ya mji wa Goma. Kumbuka tangu tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 katika msikiti wa Katindo kumeonekana karibu nyumba ngapi zimechomeka, lakini kumekufa watu 4 katika mji wa hapa katika ndani ya territoire hapa ndani Centreville ya Goma. Na kwa sasa haya maelezo wanaendelea kusababisha kuelewa tayari hii moto kwa sababu gani hizi nyumba kuchomeka, ama ni nini chanjo ya ili moto kuchomeka katika eneo hili. Mara moja nitakuja kuwapeleka katika habari zangu zingine, kuwapeleka ndani ya huko Nigeria, atua nyumba katika barabara manyumba, magari zimechomeka. Na kwa sasa mambo ilikuwa mashambulizi leo tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Fuatilia video hii ujue mengi ya kutosha na utaniapasha. Endelea kuweka comment yako mara moja. Fuatilia. Yes, asante sana mashabiki zangu kwa pamoja na mimi ndani ya Media Bukavu TV kwa muda wetu huyu wa saa moja kamili kuwapasha habari zetu ifuatazo. Kama ni mara ya kwanza kuwa pamoja na sisi, endelea kujiunga na sisi ndani ya group yetu ama namba yetu ya WhatsApp iko hapo. Uendelee kutuma ujumbe wako. Kumbuka tunawaambia mashabiki zangu kila mahali popote unavyonisikiliza, tunaomba msaada wa kusaidia wamama kutokea eneo ya Butembo. Kuna wale wamama wamepata changamoto kabisa mno katika tangu wazee wao wamekufa katika eneo ya huko ndani ya Minembwe. Kuna wanajeshi wamoja walikufa katika eneo ya Kisangani, na sasa wanawake babibi zao wako katika eneo ya hapo Katanga huko Katanga. Kwa sasa mambo wengine, tuko na wengine kutokea eneo ya Lubumbashi wamekimbilia eneo ya Butembo. Kwa sasa nao tunaomba usaidizi kutoka kwenye nyinyi mashabiki. Inabidi tuende kuangalia wamama 6 na watoto 7 katika mji wa hapo Lubumbashi hapo Katanga hapo na sehemu zingine za Lubumbashi. Kuna wengine na katika eneo ya Butembo, lakini mahali tunabidi tutembelee kwanza karibu mwezi wa 5. Nataka tuwe na muweke msaada wenyu mapema, kwa sababu inabidi twende Butembo kwanza mara moja, kwa sababu ya kuangalia wale familia walipoteza familia zao, hawana watoto hawana wazazi yote, wanaendelea kuishi maisha mbaya zaidi. Na ukiwa na usaidizi kidogo, inabidi weka msaada wako, kwa sababu msaada wako ni muhimu zaidi. Ukiendelea kuungana na Media Bukavu TV, utaendelea kutuma ujumbe wako hapo, utanieleza una msaada wa pesa ngapi, ama wewe msaada wako ni wangapi, ili tukuje kuonesha kupatia namba ama account, ili utatuma fedha zako zifikie wale wajane na mayatima. Kumbuka msaada yoyote, hakuna msaada mdogo. Ikiwa shilingi 2 uko nayo, uko na 1000 ya Kongo, kifedha ya Kongo, ama 10,000 ya dola 10 ni ama dola 5 ni mzuri, kwa sababu msaada yote hakuna pesa kidogo. Kumbuka kile kinayopata mwenzio kesho kinaweza kutokea. Kumbuka katika maisha ni kujua kusonga mbele na kusaidiana. Kumbuka ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inahitakiwa watu waungane mkono na kujenga umoja. Lakini kumbuka serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia changamoto imetokea katika eneo ya Kanyama hapo ndani ya Kasese. Haya mashambulizi ya wanajeshi wa FARDC kushambulia wakurutu, kuwapiga marisasi jinsi wanavyotaka. Kumbuka kwa kweli hii ni order ya kutokea chama cha serikali ama vipi? Najua viongozi vya serikali vimeona katika eneo hivi, vinaona kila kitu kinavyoendelea katika eneo hizo, na wanajua watafuatilia moja kwa moja kupitia Media Bukavu TV ama television zingine wanaotangaza habari kama hizi. Najua habari zinafikia viongozi na wataendelea kukamilisha kuelewa kila kitu. Tutawapasha habari za ukweli kesho mchana, leo mchana saa 5 na dakika 30. Habari ya ukweli nitakuwa niko nayo, kwa sababu serikali itapeana ripoti kujua kwa nini changamoto hii ilitokea. Ni ukweli wanajeshi ama wakurutu waliuawa kwa sababu ya kuomba mshahara wao, ama ni mambo mengine alikuja kutokea, ama ni makurutu wao kwa wenyewe walipenda kuonesha kama hao wamekuwa makomando kuanza kupigana marisasi ama vipi? Kujua habari zozote, hatua viongozi vya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo vitakuja kupeana ripoti mchana ama vipi. Habari kitokea nitakuja kuwapasha habari zingine. Nawatakia mchana mwema wale wanaotusikiliza, mwe na usikilivu mwema. Msichoke kutufuatilia, endelea kutufuatilia mara kwa mara. Endelea kuwapea habari zangu mara kwa moja. Silali kwa sababu yenu, na ama sipate usingizi bila sijawapea habari. Kumbuka Media Bukavu iko kwa sababu yako, niko kwa sababu ya kila mtu yote. Nyinyi mko kazini, mnaona tu program tunawapatia habari zenyewe zinaendelea kutokea ndani ya Media Bukavu TV. Kukua kwangu hapa ndani ya media ni kwa sababu yenu. Nawatakia mchana mwema kupitia Media Bukavu TV. Kwa majina naitwa Nelson Reporter.